Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba ni siku tena nyingine Jumatano Yeah. Ni siku ya Jumatano ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 ambapo tulikuja tena kwa ajili ya kusikiliza uamuzi mwingine wa kesi ya uvamizi dhidi ya kanisa la KCAM na wadaiwa wengine wachache, na ni katika usharika wa Mahanji na pamoja na vijiji vyake na mitaa yake ambayo ilikuwa imevamiwa. Tuseme kama tunamshukuru Mungu kwamba tumeshinda na hili. Turudie tena kusema kwamba haki imeshinda tena. Siku zote Kristo ndio mwenye haki, na haki huwa inacheleweshwa lakini haiwezi kafutwa. Leo tumeshinda. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Tunawashukuru nyinyi ambao mmefika kujumuika pamoja nasi, lakini pia tumekuwa pamoja nanyi katika siku ambazo zimepita, na leo tena tumekuwa pamoja nasi. Tunamshukuru mkuu wa jimbo hili, lakini pia tunashukuru na Wakristo wote ambao wamekuwa wakituombea, na hata leo tumefikia tamati ya uamuzi huu uliotoka siku hii ya leo, bila kujali matokeo ya rufaa. Si kama tunaelewana wadau, bila kujali matokeo ya nini, ya rufaa. Leo tumeshinda, kwa hiyo tunafurahia hapa tuliposhinda. Kama ambavyo tulipambana kwenye hii kesi, hata kwenye rufaa tutaenda kupambana hivyo, kama kuna mtu atakuwepo kukata nini, rufaa. Kama ambavyo nilisema juzi kwamba tuendelee kusubiria pia, kwamba tusubiri siku zile 45 za watu kukata rufaa, na zitakapokwisha hapo ndipo tutakapoanza mchakato sasa wa kukazia hukumu kwamba tunayarudisha yale maeneo, ikiwa kutakuwepo hakuna rufaa yoyote ambayo ni pending mbele ya mahakama yoyote yenye uamuzi wa juu kuliko hii ambayo tumepita siku hii ya leo. Na niwashukuru pia hata Wakristo wote wa Konde kwa ajili ya maombi yao, lakini pia kwa ajili ya sadaka zao. Nafikiri ni ushindi ambao tunapaswa kuendelea kufurahia wote. Lakini kipekee kabisa tupeleke shukrani kwa Baba Askofu ambaye pia anajua kwamba tuko hapa na tumekuwa pamoja katika haya mambo yote, na wajumbe wote wa halmashauri kuu. Tuendelee kusubiri jamani, kuna kesho kutwa tutarudi tena hapa siku ya tarehe 27 kwa ajili ya uamuzi wa kesi nyingine ya Kizaudi Mitonga, ile kesi ya Lupaso. Tunarudi tena hapa. Nafikiri mnaweza mkaona tu, tunaweza tukaanza kufurahia hata kaushindi, kwa sababu hazitofautiani sana na kesi ya wapi, ya Mahanji. Kwa hiyo tuendelee kuja kwa wingi, lakini pia tuendelee kuombea kwa mashauri yaliyobakia. Otherwise niwashukuru sana, asanteni sana, Mungu awabariki. Nashukuru kwa majina, ninaitwa Mwinjilisti Efraimu Gulila Mwandalima, mwinjilisti kiongozi usharika wa Mahanji. Tunamshukuru sana Mungu kwa siku hii ya leo. Kwa kweli nina furaha kubwa mno, kiasi kwamba hata kwenye kifua changu kimejaa machozi ya furaha, kwa sababu tumepitia kipindi kigumu sana, ambapo hakuna ndugu, hakuna jamii ambayo uko karibu nayo ati tu kwa sababu ya mpasuko wa imani ya namna hii. Lakini namshukuru Mungu kwamba tumefika mwisho leo kwa hukumu hii ya mahakama ya ardhi ya wilaya. Tunashukuru Mungu, tumeshinda. Tunasubiri kukaza hukumu ili tuendelee kutumia maeneo yetu na majengo yetu na mashamba yetu na vitu vyote ambavyo walikuwa wanavimiliki. Sasa tunaamini kwamba vimerudishwa na vinarudishwa. Asante sana. Zaidi naomba Mungu, tuendelee kumwomba Mungu ili aendelee kuwepo pamoja nasi, na zaidi nawaalika sana Kristo wote walio wa KKKT kumshukuru Mungu kwa ajili ya hili, lakini pia kuendelea kumwomba Mungu, kwa sababu Mungu ni wa haki, aendelee kusimamisha haki yake katika usharika wa Mahanji na Wakristo wa Mahanji. Ninaamini kupitia hili wale waliopotoka na kugeuka kwenda KCAM nahisi watarudi, kwa sababu hata ushahidi wao wanaamini kabisa walikuwa chini ya mwamvuli wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania.
Hata hivyo, katika ushahidi wao ni namna ya kupata hatua sasa kurudi nyumbani. Kweli nyumbani kumenoga, na mimi nawaalika sana, nawaambia kabisa, rudini nyumbani, na nyumbani kumenoga. Naitwa Godwin Lazaro Mwamafupa, natokea usharika wa Mahanji, jimbo la Kusini. Wewe ulikuwa shahidi muhimu sana katika kesi hii. Umejisikiaje baada ya kupata matokeo haya leo? Nimesikia furaha na amani sana kwamba haki ya kanisa letu KKT haikupotea. Nimefurahi sana. Wito wako nini sasa kwa Wakristo waliobaki nyumbani wa Mahanji ambao bado wao walibaki kama KKT? Nitawapelekea salamu hizi kwa furaha na kuambia kwamba Mungu ametenda yale tuliyokuwa tunategemea, na ametenda haki yake kweli, kwamba kanisa lake amelikomboa. Naitwa Joseph Lazaro Mwamafupa, natokea usharika wa Mahanji, mtaa wa Mahenge, kijiji cha Mahenge. Umepokeaje ushindi wa leo wa kesi iliyofanyika? Kusema ukweli, namshukuru sana Mungu. Nimepokea kwa furaha sana, kwa sababu shangwe iliyo moyoni mwangu ni kubwa mno kwa kupokea ushindi huu ambao ni wa ajabu kwetu, kwa sababu katika mazingira tunayoishi walikuwa wanatuzomea sana, lakini tuliposhinda hii kesi na mimi nina nguvu. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu, nina furaha sana. Unawaambiaje Wakristo wenzako walioacha nyumbani? Nawaambia kwamba sasa hivi tuko huru kabisa, tumeshinda kesi, na tupasa tumshukuru sana Mungu ambaye ametuwezesha kushinda hii kesi. Watazamaji wetu, huo ni ushuhuda ambao umetolewa na katibu mkuu pamoja na Wakristo pamoja na mwinjilisti wa usharika wa Mahanji, wakimshukuru Mungu kwa ajili ya kazi kubwa iliyofanyika, hasa kesi ambayo imetolewa hukumu leo. Na leo pia kanisa limeshinda. Ameshinda Mungu mwenyewe, tunampa sifa na utukufu. Kutoka hapa mahakama ya ardhi wilayani Kyela, mimi ni Ezra Menanga. Tukutane tena Ijumaa mahali hapa ili Mungu akapate kutukuzwa kama alivyotukuzwa.